Na mchezo huo Simba Sports Club wao wakiibuka na ushindi wa goli 1-0, gola kwake Steven Mukwala dhidi ya Singida Black Stars. Game ilikuwa ni nzuri kweli kweli ambavyo tulikuwa tumeshuhudia, lakini mechi hiyo ambayo inafanya Simba wasogee hadi nafasi wasogea alama 3 na kufikisha alama 72 katika michezo 27 ambayo tayari wameshaweza kucheza, ukipishana na Young Africans alama 1 tu pekee, na michezo wakiwa wanafanana wote, wakiwa wamecheza michezo 27. Mwalimu, hii ni game ambayo pengine wengi walitarajia kuiona kama game ngumu sana siku ya leo, lakini kilichotokea ni kama Singida Black Stars walikuwa wameipania sana mechi hii. Jicho lako liliona nini kwenye hiki na Singida Black Stars? Walishindwa wapi kuonesha makali yao pengine? Mechi ilikuwa ni ngumu, yani sio tu kwamba Singida Black Stars waliipania Simba, lakini hata Simba vile vile waliipania Singida Black Stars, kwa sababu ilikuwa ni mechi ambayo kila timu ilikuwa inahitaji alama 3 kwa malengo tofauti. Lakini kwa Singida ilikuwa ni, jana niligusia kidogo kwamba ni mechi ambayo kwa wachezaji wa Singida Black Stars kwao ni sehemu nyingine, platform ya kuweza kujitangaza zaidi, kwa sababu kwenye mechi nyingine ambazo wanacheza unakuta inawezekana hata watu ambao wanaingia uwanjani na kufuatilia hizo mechi wanakuwa hata kuangalia kwenye runinga ni wachache. Tumeona pale kiwanjani leo, nilimuona kwa mbali kocha wa zamani wa Young Africans Nasreddine Nabi, ambaye kwa sasa anainoa Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini, lakini sidhani kama Nabi angeweza kuingia uwanjani kwenda kuangalia mechi kati ya Singida Black Stars labda dhidi ya Pamba ya Mwanza. So far kwa Singida ilikuwa ni mechi ya kujitangaza zaidi, lakini kimahesabu kwenye msimamo wa ligi walikuwa wana nafasi vile vile ya kumaliza katika nafasi 3 za juu, ingawaje kama ni nafasi ya kucheza mechi za kimataifa msimu unaokuja kombe la shirikisho washapata. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club ilikuwa kwao pointi 3 ilikuwa ni muhimu zaidi ili kuendelea kukimbizana na Young Africans katika mbio za ubingwa. Tofauti na hapo, maana yake walikuwa kwa sababu kabla mechi ya leo, maana yake wao na Simba walikuwa wanatofautiana kwa alama ngapi? Zilikuwa Simba baada ya kushinda leo wamefikisha alama 72, maana yake zilikuwa alama 4 tofauti, alama 4. Kwa hiyo baada ya kushinda leo umeona tofauti alama imebaki moja tu. Kwa hiyo kwa Simba ilikuwa ni muhimu zaidi kupata matokeo ya ushindi ili kuendelea kufukuzana au kuwafukuza Yanga katika kuelekea mechi za mwisho za kufunga msimu kwenye kuwania ubingwa. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo kila timu imecheza kwa nguvu zaidi kuhakikisha kwamba wanapata alama 3, lakini Simba wamefaidika na kosa moja ambalo Singida Black Stars walifanya. Steven Mukwala akatumia uwezo wake kuipatia Simba goli, ingawaje Singida na wenyewe wamecheza, na jana nilizungumza kwamba kama walinzi wa Simba hawatamheshimu Jonathan Soa anaweza akawadhuru au akawaweka katika wakati mgumu sana. Imeonekana hiyo kama mara 2 hivi. Nafikiri kama kungekuwa kuna jicho la kuangalia mara 2 mara 3 tukio la kama mara 2 ambapo Jonathan Soa kwenye ndani ya box alifanywa madhambi na walinzi wa Simba, kama kungekuwa na jicho la pili la kureview nini ambacho kimetokea, pengine Singida vile vile wangeweza kupata penalty. Lakini kuna namna ambavyo niliona Jonathan Soa alikuwa anawapa wakati mgumu sana walinzi wa Simba, hali ambayo baadaye ilimlazimu kocha kumtoa Elim Panzu mshambulizi na kumuingiza Abdullah Sakiamza kwenda kuongeza nguvu katika eneo la ulinzi. Lakini kwangu, kwa jicho langu, niliona kabisa kwamba kasi ya Jonathan Soa ilikuwa inawapa shida sana Chemalon Fondo pamoja na Chamu Kalabu, kwa sababu Jonathan ni mchezaji ambaye ana kasi, ana nguvu. Kwa hiyo mara 2 ambazo nafikiri jicho tu la muamuzi lilikuwa halikuona vizuri, lakini kama kungekuwa na marejeo yale ya kuangalia kule kwenye VAR tungeweza kuzungumza Singida walikuwa na nafasi ya kupata mikwaju ya penalty. Lakini yote kwa yote Simba wamecheza kipindi cha pili kwa kasi ilipungua, lakini sasa mimi binafsi nilikuwa rahisi kwamba inawezekana kwa sababu wamecheza mechi nyingi hapa katikati mfululizo. Lakini baadaye, baada ya kumsikiliza kocha wa Simba
kweli alikiri kwamba kipindi cha pili walipunguza, yani walicheza kwa maelekezo kwa sababu walikuwa wametoka kukimbia kilomita nyingi. Kwa hiyo kocha aliwaelekeza kwamba wakipata mpira watulie, wasikimbie sana kwa sababu tayari walikuwa wanaongoza goli moja. Kwa hiyo focus kubwa ilikuwa ni kwenye kulilinda lile goli ambalo walikuwa wamelipata, na ndio maana mwalimu alifanya mabadiliko kumtoa mshambulizi na kuingiza mlinzi. Lakini nimeona namna ambavyo wachezaji wa Singida Black Stars nimezungumza sana kwamba wachezaji wa Singida Black Stars wale unaweza ukawabadili, alafu wote wakawa wachezaji wa Young Africans au wakawa wa Simba na wakacheza vizuri tu, kwa sababu ni timu ambayo imekusanya wachezaji ambao ni mafundi kweli kweli. Sawa, mwalimu amegusia kuhusiana na faul ambayo alikuwa amechezewa Jonathan Soa. Kwa jicho lako ulivyotazama, ilikuwa ni moja kwa moja ni mkwaju wa penalty pasipo kupepesa macho? Kwa mfano ile ya kipindi cha kwanza, unajua mchezaji ambaye anakuwa anaelekea golini katika movement ya mpira, huyu anapewa advantage mara zote. Sasa pale kama ukiangalia vizuri ni kama vile kulikuwa kuna mpishano fulani kati ya Abdullah na kati ya nani huyu Chamuka Labu na Jonathan Soa. At the end of the day mguso ule, yani mguso wa Chamu pamoja na Jonathan Soa ulimpeleka Jonathan Soa chini. Sasa katika mazingira kama yale ndani ya box, haijalishi kwamba kama hata kama nani Chamu hakukusudia, yani ilikuwa ni bahati mbaya, alimgonga bahati mbaya katika kutaka kuwania mpira moja kwa moja, ile ni adhabu. Sasa sijajua muamuzi ametafsiri kwa engo gani, lakini mimi nilipoangalia kwa movement ya kwanza kabla hata sijarudi kwenye kuangalia marejeo ya picha za televisheni, unaona kabisa kulikuwa kuna contact ambayo contact ile ilimpotezea yani movement nani huyu Jonathan Soa na kuanguka chini, lakini muamuzi yeye hakutafsiri kama ni changamoto ya mkwaju wa penalty. Ndio maana nimesema kama kungekuwa kuna marejeo ya kurudia mara mbili mara tatu, pengine tungeweza kuzungumza mengine. Ndivyo ambavyo ilivyokuwa. Wewe upande wako umeona kitu gani pengine kwenye